Kwa upande wetu, kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuweza kumaliza mechi yetu salama. Kama ambavyo tulivyosema, jamani, tulikuwa tuna ratiba ngumu ndani ya siku 10, mechi 4, lakini alhamdulillah tumekwisha maliza 3, nao tumebakiza moja ambayo ni mechi ya KMC. Na siku zote nasema kwamba sisi Simba tunaga mechi rahisi. Mechi zetu zote kwetu sisi zote ni ngumu, lakini tunatambua ugumu wa mechi zote ambazo ziko mbele yetu sisi. Kwa hiyo tunahakikisha kupambana na ugumu wa game hizi kuhakikisha tunapata matokeo. Kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na hatuna injury. Mchezaji ambaye ni injury mpaka sasa hivi ni mmoja, ni Mzamiru tu ndo ambaye hayuko kwenye kikosi, lakini wachezaji wote ambao walikuwa injury kama Shemaloni tayari kisha ingia kwenye kikosi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Nafikiri watarajie mchezo mgumu sana, kwa sababu tuko katika dimba la KMC nyumbani kwao, ambao Simba tuko ugenini. KMC amekuwa na matokeo mabovu, hana matokeo mazuri, lakini ana timu nzuri sana, pamoja kwamba na matokeo magumu. Tuko katika uwanja nyumbani kwao na wako katika nafasi ambayo sio nzuri. Kwa hiyo na imani kabisa hawatokubali kuweza kupoteza mchezo wa kesho. Hiyo inaleta picha kabisa kwamba mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu sana, lakini tumesema kwamba pamoja na ugumu wao na nyumbani kwao, tumejiandaa kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Kweli KMC wamebadilisha benchi la ufundi, lakini hawajaleta mwalimu mpya. Ina maana mwalimu aliyekuepo katika timu. Kwa hiyo mimi na imani kabisa hakutakuwa kuna mabadiliko sana ya uchezaji wa KMC, kwa sababu mwalimu ni mtu ambaye alikuwa katika timu toka timu ilivyokuepo. Kwa hiyo sisi haiwezi kutupa ugumu, kwa sababu tunaelewa KMC wanavyocheza na wao wanatuelewa. Mimi na imani kabisa kutoka kuna mechi nzuri kesho. Ugumu wa kwanza ni jinsi ya kuiandaa timu, kwa sababu unapotoka kwenye mechi kila baada ya siku 2 una mechi. Kwa hiyo benchi la ufundi unapata tabu jinsi gani ya kuiandaa timu katika mechi inayokuja, kwa sababu una muda. Utamaliza mechi leo, utafanya recovery siku inayofuata, and then siku inayofuata uiandae timu kwa ajili ya mechi ijayo. Kwa hiyo ugumu ni muda mfupi wa kuiandaa timu. Lakini kitu kizuri kwetu sisi ni rotation, kwamba tumeongezeka wachezaji na rotation imekuwa ikifanyika na tumekuwa tunafanya vizuri. Tuna ratiba ngumu ndani ya siku 10, mechi 4, lakini alhamdulillah tumekwisha maliza 3, nao tumebakiza moja ambayo ni mechi ya KMC. Na siku zote nasema kwamba sisi Simba tunaga mechi rahisi. Mechi zetu zote kwetu sisi zote ni ngumu, lakini tunatambua ugumu wa mechi zote ambazo ziko mbele yetu sisi. Kwa hiyo tunahakikisha kupambana na ugumu wa game hizi kuhakikisha tunapata matokeo. Kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na hatuna injury. Mchezaji ambaye ni injury mpaka sasa hivi ni mmoja, ni Mzamiru tu ndo ambaye hayuko kwenye kikosi, lakini wachezaji wote ambao walikuwa injury kama Shemaloni tayari kisha ingia kwenye kikosi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Nafikiri watarajie mchezo mgumu sana, kwa sababu tuko katika dimba la KMC nyumbani kwao, ambao Simba tuko ugenini. KMC amekuwa na matokeo mabovu, hana matokeo mazuri, lakini ana timu nzuri sana, pamoja kwamba na matokeo magumu. Tuko katika uwanja nyumbani kwao na wako katika nafasi ambayo sio nzuri. Kwa hiyo na imani kabisa hawatokubali kuweza kupoteza mchezo wa kesho. Hiyo inaleta picha kabisa kwamba mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu sana, lakini tumesema kwamba pamoja na ugumu wao na nyumbani kwao, tumejiandaa kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho dhidi ya KMC. Naamini kila kitu kipo sawa. Tupo tayari kupambania kupata pointi 3. Kila mchezo kwetu ni finali. Kwa hiyo tunaamini kesho tunaweza kupata ushindi dhidi ya KMC. Tulivyojiandaa tunaweza kupata matokeo zaidi kesho. Wapongeze mashabiki na tunawashukuru kwa kipindi chote tulichokuwa nacho. Wao wamekuwa msaada mkubwa kwetu wa sisi kufanya vizuri. Tunawaomba watusaidie kesho, waje uwanjani kwa wingi, watokee kuisupport timu yao. Tunawapenda sana.